Karibu katika makala maalumu inayohusu ugonjwa wa meningitis, yaani homa ya uti wa mgongo. Kila siku kuna watu wanapoteza maisha au kubaki na ulemavu wa kudumu kutokana na ugonjwa ambao unaweza kutambuliwa au kutibiwa mapema. Ugonjwa huo ni meningitis, maarufu kama homa ya uti wa mgongo. Meningitis ni maambukizi yanayoshambulia utando unaolinda ubongo na uti wa mgongo, na unaweza kuendelea kwa kasi sana ikiwa hautatambuliwa mapema. Lakini tunawezaje kutambua? Dalili zake mara nyingi huanza ghafla. Mgonjwa anaweza kupata homa kali, maumivu makali ya kichwa, shingo kukakamaa, kutapika, kuchanganyikiwa au hata degedege. Kwa watoto wachanga, dalili zinaweza kuwa tofauti. Mtoto anaweza kulegea, kukataa kunyonya, kulia bila kutulia au kuwa na usingizi usio wa kawaida. Ukiona dalili hizi, usisubiri. Meningitis inaweza kusababishwa na bakteria, virusi, fungus au vimelea vingine vinavyoshambulia mfumo wa fahamu. Meningitis ya bakteria ndiyo huwa hatari zaidi na inaweza kuhatarisha maisha ndani ya muda mfupi. Je, unapaswa kufanya nini kwanza? Hatua ya kwanza ni kumpeleka mgonjwa hospitali mara moja. Usijaribu kutibu nyumbani ukidhani ni homa ya kawaida. Usisubiri dalili zipungue zenyewe. Kila dakika inaweza kuwa muhimu katika kuokoa maisha. Hospitalini, wataalamu wa afya watamfanyia uchunguzi na kuanza matibabu sahihi mapema. Habari njema ni kwamba meningitis inaweza kuzuilika. Chanjo, usafi wa mwili na mazingira, kutibu maambukizi mapema na kuwahi kupata huduma za afya ni hatua muhimu za kujikinga. Bila matibabu ya haraka, meningitis inaweza kusababisha kupoteza uwezo wa kusikia, degedege za muda mrefu, matatizo ya ubongo, ulemavu wa kudumu, kuchelewa kwa ukuaji wa mtoto na hata kifo. Usipuuze dalili. Tambua mapema, chukua hatua haraka, fika hospitali, kwa sababu elimu inaweza kuokoa maisha. MDTV kwa kushirikiana na Tanzania Inclusion and Disability Foundation TIDF tunaendelea kuelimisha jamii kuhusu afya, kinga na umuhimu wa kuwahi kupata matibabu. Afya ni jukumu letu sote. Makala hii imesomwa na Holiness Mbise, MDTV.